Naam, ujambo tena mtazamaji wangu na karibu tena katika fundisho letu la siku ya leo. Na leo tuko katika sura ya 10 ya kitabu cha Mwanzo na kichwa chake kinasema jedwali la mataifa, chanzo cha mataifa ya dunia. Na masomo yetu masomo yetu makuu yatatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 10 mstari wa kwanza na vile vile kitabu cha Matendo sura ya 17 mstari wa 26. Na tunapoangalia Mwanzo 10 sura ya kifungu cha kwanza kinasema, hivi ndivyo vizazi vya wana wa Nuhu, yaani Shemu, Hamu na Yafethi, wakazaliwa wana baada ya gharika. Kitabu cha Matendo 17 mstari wa 26 kinasema, naye alifanya kutoka kwa mmoja kila taifa la wanadamu wakae juu ya uso wote wa nchi. Na tunapoangalia malengo ya somo letu ni kwamba baada ya somo hili tutaweza kuelewa umuhimu wa Mwanzo sura ya 10. Tutaweza kuelewa jinsi mataifa mbalimbali yalivyoanza. Tutaweza kutambua kwamba wanadamu wote ni asili moja. Na vile vile tutaweza kuelewa mpango wa Mungu kwa mataifa yote. Na tutaweza pia kujifunza umuhimu wa umoja wa wanadamu mbele za Mungu. Na kwa hivyo tunapoangalia sura ya 10 mara nyingi huitwa jedwali la mataifa, yani the table of nations. Kwa hivyo tunaona baada ya gharika dunia ilikuwa imebaki na familia moja tu. Nuhu na wanawe watatu walikuwa chanzo cha kizazi kipya cha wanadamu. Na kwa hivyo tunaona sura hii inaeleza jinsi mataifa mbalimbali yalivyoenea duniani. Ingawa sura hii ina majina mengi, ina umuhimu mkubwa katika kuelewa historia ya wanadamu. Na kwa hivyo tunapoangalia muhtasari wa tunaona wana wa Nuhu walikuwa ni Yafethi, Hamu na Shemu. Na kutoka kwa wana hawa watatu ndipo mataifa yote yakatokea. Na kwa hivyo tunapoangalia kifungu cha 2 hadi cha 5 tunaona wazao wa Yafethi ambao ni pamoja na Gomeri, Magogu, Madai, Yavani, Tubali, Meshaki na Tirasi. Na watu hawa walielekea wapi? Kwa hivyo tunaona watu hawa kwa ujumla, wazao wa Yafethi walienea kuelekea Ulaya, sehemu za Asia ya kaskazini na maeneo ya pwani ya bahari ya Mediterranean. Na somo muhimu hapa ni kwamba Mungu alikuwa akitimiza amri yake, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Na tunapoangalia kati ya kifungu cha 6 na 20 tunaona wazao wa Hamu. Wana wa Hamu walikuwa ni Kushi, Mizraimu, Puti na Kanani. Na maeneo walioishi wazao hawa wa Hamu ni kwamba walienea katika Afrika kaskazini, Ethiopia, Misri na Kanani. Na kuna mmoja hapa ambaye anaitwa Nimrod. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 10 mstari wa 8 hadi 10 tunaona Kushi akamzaa Nimrodi, na ndiye aliyeanza kuwa hodari duniani. Nimrod alikuwa nani? Nimrod alikuwa kiongozi mwenye nguvu, mwanzilishi wa miji mikubwa na vile vile mtu mwenye ushawishi mkubwa. Na kwa hivyo baadaye jina lake linaunganishwa na Babeli, yaani the Babel Tower, katika sura ya 11. Somo la kiroho hapa ni kwamba nguvu na mamlaka bila kumtii Mungu vinaweza kuwa hatari. Na mwanzo tunapoangalia kati ya kifungu cha 21 na 31 tunawaona wazao wa Shemu. Na Shemu alikuwa babu wa watu ambao baadaye walijulikana kama Washemati, yaani the Semites. Na kutoka kwa Shemu walitoka Eberi, Abrahamu, Isaka, Yakobo na vile vile taifa la Israeli na hatimaye Yesu Kristo. Tunapoangalia Eberi kutoka kwa jina la Eberi
ndipo linapotokana na jina Waibrania, yaani Hebrews. Tunapoangalia umuhimu wa Shemu ni kwamba ingawa sura hii inataja mataifa mengi, Biblia inaanza kuzingatia zaidi ukoo wa Shemu, kwa sababu kupitia ukoo huu ndipo ahadi ya wokovu ilitimizwa. Na tunapoangalia kifungu cha 22 tunaona hitimizo la jadwali la mataifa. Hao ndio jamaa za wana wa Nuhu kwa vizazi vyao katika mataifa yao, na katika hao mataifa yalitawanyika duniani baada ya gharika. Na mafundisho muhimu hapa ni kwamba wanadamu wote duniani wana asili moja, vile vile wametokana na familia moja na wameumbwa na Mungu mmoja. Tunapoangalia ubaguzi wa rangi na makabila, tunaona mwanzo wa sura ya 10 unatufundisha kwamba hakuna kabila bora kuliko lingine, na vile vile hakuna taifa lililo juu ya mengine mbele za Mungu. Katika waraka wa Wagalatia sura ya 3 mstari wa 28, Biblia inasema kwamba kwa maana nyinyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Tunaona kwamba tangu mwanzo Mungu alikusudia mataifa yote yamjue na vile vile mataifa yote yaokolewe. Tunapoangalia kitabu cha Ufunuo sura ya 7 mstari wa 9, tunaona Biblia ikisema kwamba tazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila la jamaa na lugha. Na tunapoangalia Kristo katika sura ya 10, tunaona kwamba mwanzo sura ya 10 unatayarisha njia ya simulizi la Abrahamu, na kupitia ukoo wa Shemu Abrahamu ataitwa, taifa la Israeli litazaliwa, na vile vile Mwokozi atakuja duniani. Mathayo sura ya 1 mstari wa 1, Biblia inasema kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Mafundisho makuu hapa ya kiroho ni kwamba wanadamu wote wana asili moja, yaani sote tumetokana na Adamu na baadaye kwa familia ya Nuhu. Vile vile tunaona Mungu anatawala historia. Tunaona kwamba kuenea kwa mataifa hakukutokea kwa bahati mbaya. Na vile vile tunaona kwamba Mungu anawapenda watu wa mataifa yote. Hivi inamaanisha wokovu si wa taifa moja pekee. Na vile vile Mungu hutimiza ahadi zake. Na tunaona ikimaanisha kwamba aliahidi kuleta mwokozi na akaendelea kuhifadhi ukoo wa ahadi. Vile vile tunaona hakuna nafasi ya ubaguzi katika Ukristo. Mbele za Mungu watu wote wana dhamani sawa. Na hapa tuna maswali 4, ambapo swali la kwanza linauliza kwa nini Mwanzo sura ya 10 ni muhimu? Kwa nini Mwanzo sura ya 10 ni muhimu? Swali la pili, tunajifunza nini kuhusu asili ya mataifa? Tunajifunza nini kuhusu asili ya mataifa? Sura ya 3, sura hii inatusaidiaje kupinga ubaguzi wa kikabila na rangi? Sura hii inatusaidiaje kupinga ubaguzi wa kikabila na kirangi? Swali la 4, Mungu ana mpango gani kwa mataifa yote ya dunia? Mungu ana mpango gani kwa mataifa yote ya dunia? Na aya ya kukariri natoka katika kitabu cha Matendo sura ya 17 mstari wa 26, ambao inasema naye alifanya kutoka kwa mmoja kila taifa la wanadamu wakae juu ya uso wote wa nchi. Na tunapoelekea kumaliza, tunaona kwamba Mwanzo sura ya 10 inatuonyesha kwamba baada ya gharika Mungu aliwaruhusu wanadamu kuenea na kuunda mataifa mbalimbali duniani. Vile vile tunaona kwamba ingawa mataifa yalitofautiana kwa lugha, maeneo na tamaduni, yote yalitoka katika chanzo kimoja. Na hii inatukumbusha kwamba wanadamu wote ni sehemu ya familia moja ya kibinadamu, na kwamba Mungu ana mpango wa wokovu kwa kila taifa. Katika somo lijalo, yaani Mwanzo sura ya 11, tutajifunza kuhusu mnara wa Babeli, cha mwanadamu, kuchanganywa kwa lugha na jinsi Mungu alivyotawanya mataifa duniani. Hayo ndio yaliyokuwa mafundisho yetu ya siku ya leo, ni kuenea kwa watu duniani, kuenea kwa mataifa duniani kutokana na
kutokana na kizazi cha Nuhu ambacho kilikuwa na vijana watatu ambao ni Hamu, Yafethi pamoja na Semu. Na kutoka kwao tukaona watu waliowazaa na uzao huo ukaendelea na hatimaye watu wakaweza kuingia duniani. Na jambo ambalo ni muhimu sana ambalo tumejifunza hapa ni kwamba watu wote tunaowaona hapa duniani wametoka katika familia moja. Kwa hivyo jambo ambalo linatokea duniani kwa sasa, jambo ambalo ni la kikabila au kirangi, hakipaswa kuwa pale, manake sisi ni watu wa familia moja. Na kwa hivyo ni vizuri kuendelea kuungana pamoja, kuheshimiana na kupatana ili kuifanya kazi hii ya Mungu pamoja. Na kwa hayo nakutakia kila laheri. Mungu wetu akubariki na akutendee mema. Shalom.